mwenyekiti na wajumbe wa baraza, naendelea kuwapongeza sana, hususan katibu mkuu, naibu katibu mkuu, mali asili na utalii na wasaidizi wote kwa kuhakikisha kikao hiki muhimu katika kutekeleza majukumu yetu kinafanyika kulingana na ratiba na kanuni kama tulivyosema, lakini kikubwa pia kinakuwa budgeted for. Bajeti yake inakuwepo. Lakini pia nitafurahi kwa kuwa tuna wawakilishi wa taasisi na vikao vya taasisi vifanyike, na wale ambao tumepewa kitengo cha mapolitiko kamisa tutakuja kufungua. Sikumbuki mara ya mwisho nimealikwa na taasisi gani kikao cha baraza. Je, mnafanya wawakilishi wa taasisi vikao hivyo wanafungua nani? Mnafungua wenyewe tu? Mimi na naibu waziri tuko ready hapa. Tunasubiri mialiko. Solidarity. Ndio. Kwa hiyo taasisi fanyeni, TANAPA fanyeni, tuje tuwafungulie, TAWA, NCT fanyeni vikao, tuje tuwafungulie, tuweke utekelezaji wa ilani. Ndio kazi yetu. Kwa hiyo hongereni sana, lakini tuone na taasisi zinafanya vikao hivi vizuri na muhimu kabisa. Pia nitumie nafasi hii kuwashukuru viongozi na wajumbe wa baraza la wafanyakazi kwa kunipa heshima kubwa ya kuwa mgeni rasmi siku ya leo katika ufunguzi wa mkutano huu wa 33 wa baraza la wafanyakazi la wizara. Napenda pia nipongeze kamati ya maandalizi na washiriki wote kwa kufanikisha kikao hiki, kwa wageni na watoa mada ambao mmehudhuria katika kikao hiki ili kushiriki kutoa mafunzo. Na nilikuwa naangalia ratiba hapa, nimefurahishwa sana na mada. Kuna mada nzuri kabisa. Kuna mada management change, matumizi ya artificial intelligence kwenye utumishi wa umma, hali ya utumishi na watumishi, na makadirio ya mapato na matumizi, na hivi tunaelekea kwenye budget. Kwa hiyo tunahitaji sana kupata inputs za watumishi. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, kupitia hadhara hii napenda kuwakumbusha wajumbe wote wa baraza la wafanyakazi kuwa tunalo jukumu kubwa sana la kuiwakilisha na kuwasemea wafanyakazi wenzetu katika chombo hiki muhimu kinachotoa fursa ya ushirikishwaji wa wafanyakazi kwenye maamuzi ili kuimarisha mahusiano bora mahala pa kazi. Kwa hiyo hapa wamekuja wawakilishi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwasemea wafanyakazi. Na ili uje hapa lazima uwe umecollect opinion za wale ambao unawawakilisha kupata mawazo. Kwa hiyo kikao hiki natarajia kiwe ni kikao cha dialogue. Tuzungumze. Ndio zile 4R: rebuilding, reform, reconciliation. Kwa hiyo sote tunatambua umuhimu wa baraza na mabaraza ya wafanyakazi mahala pa kazi, ikiwa ni pamoja na kufahamu mikakati ya wizara, malengo ya wizara, bajeti na mipango kazi iliyowekwa na kutekeleza mipango hiyo. Kwa hiyo ni kuombe mwenyekiti kuhakikisha malengo haya yanafikiwa katika mkutano huu wa baraza. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, nimefahamishwa kwamba katika kikao hiki baraza mtapata fursa ya kujadili utekelezaji wa budget ya fedha 24-25 ambayo tunakwenda kumaliza sasa Juni, na makisio ya bajeti ya mwaka 25-26 pamoja na mafanikio na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa kazi mbalimbali ili kupata ufumbuzi. Tuangalie bajeti iliyopita, tumefanya mambo gani makubwa. Kila mtu ajipime kwenye idara yake. Kila mtu ajipime kwenye dawati lake. Kabla ya bajeti ya mwaka jana ilikuwaje? Hivi tukiambiwa utupe achievement 5 katika dawati lako specific, ni nini ambacho umekifanya? Zinapimika, kuna results. Kwa hiyo kila mtu ajifanyie tathmini. Mimi nikiulizwa kipindi kilichopita katika eneo langu, katika kitengo changu, mambo makubwa ambayo tumeyafanya, ambayo yanaonekana, ambayo yanasimulika before the public, ni pamoja na swala hili. Tumefanya reform,
tumefanya rebuilding, kulikuwa hakuna hiki. Kama ni wanasheria wanasema tuna GN, tumepitisha sheria, tumeamend. Kama ni Kauzeni atuambie ametatua migogoro mingapi bila kuongeza migogoro mingine, maana unaweza ukatatua kumbe na mwingine unatokeza atuambie nimetatua. Kila mtu ajipime kuona umefanya mambo gani. Solidarity. Naamini kuwa kwa kutambua wajibu wetu, wajibu wenu kama wajumbe wa baraza, mtaweza kutumia fursa hii kwa pamoja katika kuibua masuala ya kisera na ya kiutendaji yanayohusu uendelezaji wa sekta ya maliasili na utalii, hususan katika kufikisha nchi katika uchumi wa juu zaidi ya hapa tulipo sasa, bila kusahau masuala muhimu yanayohusu maslahi ya wafanyakazi. Kikubwa ni maslahi, nitarajia vigeregere na makofi. Bila kusahau maslahi. Ndugu zangu, hiki ndio kikao cha kufunguka. Ndio kikao cha kwa hiyo wakati mnajadili, funguka. Leta inputs, tuambie nini tunaweza tukafanya ili maslahi ya wafanyakazi yawe vizuri. Yako mambo ambayo yako kwenye standing order, kanuni, taratibu, lakini pia kuna ubunifu. Nimesikia hapa mambo mazuri wametuambia, masuala ya eda, masuala ya breakfast, masuala ya nini lakini nini kingine ambacho tunaweza tukafanya. Haya yote ni muhimu kuyajadili. Masuala ya usawa, nakumbuka kuna kikao kimoja nilienda kuzungumza, wale watu walizungumza mambo mengi mazuri, na kikao hicho kulikuwa na mwenyekiti akanambia, waziri, na kuhakikishia timu yote usio na wasiwasi wote hapa passport wanazo, kama kuna kazi za kuwatuma watume. Solidarity. Mbona sioni makofi? Tuko pamoja maana tunaponadi sera zetu nini, kuna East Africa Community, kuna SADC, wakati mwingine unataka umtume mtu hapo akanambia bwana watumishi tuko imara wote hapa tuna passport. Hii nimeleta kwenu kama challenge. Hivi kuna mtu hapa hana passport? Ina maana hajawahi kusafiri, si ndio? Haya, Daram tunataka watu wasafiri. Kazi zetu ni uwandani. Watu waende safari za ndani, uwandani, wakatatue migogoro. Kauzeni nimefurahi jana nimeona ameanza kugroom vijana. Ameleta kijana mmoja ana present pale succession plan. Mnakuwa na vijana mnawatuma wakuu wa idara, anzeni kugroom, mnachukua vijana, kimbia huko muwatume kazi. We need reforms. Unajua tunataka watu wawe na furaha. Yaani unaenda kazini unatamani, unatamani kukuche. Bwana, nilizani saa 12, kumbe bado saa 10. Unatamani jamani, inakuja saa ngapi? Solidarity. I need that energy ya kuchapa kazi. Halafu unachapa huku na relax, huku na enjoy, unaimiss yani ukiambiwa kuna Ijumaa Kuu, kuna Jumamosi, kuna Jumapili, Jumatatu na Pasaka, siku 4 nafanya nini nyumbani? Na miss dawati langu na miss, una enjoy, unaifurahia, unakuwa guru wa eneo lako. Si ndio? Solidarity. Tuko pamoja. Hata kama kuna mambo ambayo mnataka tuboreshe ili mambo yawe vizuri, leo ndio sehemu ya tufunguke, tujadili. Ndio platform yetu, si ndio? Kama ni safari tuwatume watu uwandani, migogoro, si ndio? Mali asili, utalii, shughuli ni nyingi. Tuko pamoja. Haya, huku mbele amezungumza vizuri sana NKM wakati nikaribisha. Lazima tuwe na uwezo wa kugroom vijana. Sio afisa mmoja akisafiri. Kuna sehemu nilienda, afisa mmoja akasafiri, nikauliza ninataka data, nikaambiwa ameenda China. Nikasema kaondoka na data zetu. Ameenda nazo China. Excuse me, am I hearing the correct version? Did you say ameenda na data zetu? Data ziko hapo kwenye kompyuta. Kuna mahala niliwahi kwenda, unakuta mtu wa idara X akiondoka anamwachia idara Y. Idara Y akiondoka wakati yeye pale chini ana watu wa kutosha. Tuko pamoja? Solidarity. Hii sio mada, mimi nafungua kikao.
Tuko pamoja Reforms. We need reforms. We need reforms. Tunataka miamba. Siku waziri anasema anaenda kwenye kikao cha kamati ya bunge. Si ndio? Sio afisa mmoja akiwa ameenda kwenye mkutano fulani mnasema mpaka yule arudi bwana. Mpaka fulani arudi aje present mwenyewe. Hapana, wako hapa watu uwezo wa kupresent. Lakini sasa tukiwa ukikaa peke yako unakuta siku inatokea jambo unasema mpaka kauzeni aje, ndio yuko kwenye baraza la mawaziri. Solidarity. Lazima tu groom vijana. Hata mtu akiondoka una enough backup. Huyu atasukuma tu gurudumu letu linakwenda. Train vijana, tuachie kazi. Unawatesti wale watu wa chini yako, ushirikishwaji, idara yote tunakuwa tunajua. Lakini naomba niwapongeze, nimeona mambo mazuri sana, mnafanya kazi nzuri. Hongereni sana. Hongereni sana. Si ndio maslahi hapa mmeongea, na last time tulikuwa na katibu mkuu Arusha akasema wale wote wanaodai imeshalipwa. Namkumbuka tulikuwa Arusha Kwa hiyo kama bado kuna watu wawili watatu haki zao nini, ukiachia maeneo labda ambayo hatujapata hela kwenye taasisi, najua kuna baadhi ya taasisi kuna madeni, lakini huku ndani tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba watu wanalipwa haki zao kwa wakati. Chief Accountant hana shida, Mr. Kabale huko Daram, watu walipwe haki zao kwa wakati. Lakini tuendelee na ubunifu. Lazima watu wawe proud na wewe ambao umekuja kuwakilisha. Lakini wakati tunazungumzia haki, hizi ni rights, lazima pia tuzungumzie wajibu. Hizi ni rights ambazo watu lazima wapate. Sasa kama watu wanataka kupata rights, lazima pia wawe na wajibu. Kuna mahali nilikwenda, unakuta mtumishi anaingia saa 3:30. Nilikuwa hospitali, nilikuwa kwenye msiba. Excuse me. Unasemaje? Tumekupa dhamana ya nchi. Tumekupa kazi ya jamhuri. Sheria inatuambia Daram asubuhi wa utumishi ni saa ngapi ofisini? Jamani, hivi mnaelewa? Sio kwamba Mtumba ni mbali, sijui foleni. Wewe utajua utaamka saa 10 au saa 9. Kazi za serikali ofisini ni saa ngapi? Tuko pamoja? Lakini kuna mtu anakuja 1 hour later, 2 hours later. Sasa naomba nitumie nafasi hii kukumbushana. We are civil servants. We need to be committed. Kazi ni saa 1:30. Na kuna sehemu nilikwenda nikauliza, sasa unajuaje mtumishi kaja, hajaja? Kuna mahali wana sign. Unajua wakati mwingine viongozi wanakuwa wapole sana. Kwanza tuwapigie makofi viongozi wetu. Hasa Daram ni mpole sana. Leo naomba na nini msaidie Daram. Saa 1:30, mwingine anaingia saa 2, mwingine ukimpigia anakwambia nimeanzia swaga. Yaani ni hivi. Haukatazwi uanzie wapi, lakini kwanza kuna kupeana taarifa. Tuko pamoja? Halafu make sure unapokuwa na huduma nyingine umemwachia mtu. Na furahi sana katibu mkuu anachofanya. Makofi mengi kwa katibu mkuu. Katibu mkuu akiondoka, yani unakuta tu automatically dokezo. Tuna IMTC, nimemwachia NKM Maliasili. Tumeitwa Ikulu, nimemwachia NKM Utalii. Super. Kwa hiyo hakuna vacuum kwenye ofisi ya serikali. Wewe una shida, katibu mkuu pale ni institution. Wewe ukisema tu kitu chochote katibu mkuu yupo, mtu dawati. Hakuna wakati hamna mtu. Hasa ile principle lazima tudaki. Hasa kuna maafisa, kwa mfano wewe uko kwenye dawati lako, umeondoka. Kwanza hatujui umeenda wapi, unarudi lini, hatuna hata uhakika, lazima tuagane. Alafu ikitokea jambo wanataka taarifa, wanataka data, wajue basi wamuone nani. Mimi niko na nili. Tuko Morogoro. Tunaandaa budget, sawa? Lakini umemwachia nani just in case, na to groom wale watu ambao wataweza kushika shughuli zetu in case of emergency. Hata kama sio emergency, lakini lazima uwe na vijana wa kuwatuma, si ndio? Wewe kimbia hapa, wewe kimbia hapa. Solidarity. Nadhani na communicate. Jamani, hii sio mada hapa, tunafungua. Hii ni hotuba ya ufunguzi, tunakumbushana.
kuhusu wajibu, kuhusu taratibu. Kwa hiyo sasa nikawa nauliza, unafika saa 1:30 unaambiwa ndio wanakuja, ndio nini? Kwa reforms kubwa ambazo tumezifanya, lakini niseme yajayo ni neema tele. Kwa hiyo naomba kila mmoja kwa nafasi yake katika baraza hili atumie fursa hii kikamilifu kwa kutoa hoja za msingi bila woga na kujiamini, kwa kuwa chombo hiki kwa kweli kimeundwa kisheria, na hapa tunakuwa tunabadilishana uzoefu, si ndio? Kwa sababu kuna mtu alikuwa pahali pengine leo yuko hapa, si ndio? Kwa hiyo kule ulikokuwa yamkini kuna good practice na wao wanajifunza kwetu. Kwa mujibu wa kanuni ya 107 ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022 kifungu cha 73, 1, 2 na 3 cha sheria ya ajira na mahusiano kazini namba 6 ya mwaka 2004, sheria ya majadiliano ya pamoja katika utumishi wa umma namba 19 ya 2003 na kanuni za majadiliano ya pamoja katika utumishi wa umma mwaka 2005 ndiko ambako kunatupa maelekezo ya vikao hiki. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, nimefahamishwa pia kuwa wajumbe wa baraza, yani TUGHE, ambao ni wawakilishi wa utumishi, walipata nafasi ya kuwakaribisha na kuwashirikisha watumishi kuwasilisha hoja ambazo wangependa zijadiliwe na kupata ufafanuzi katika kikao hiki. Hii ni hatua muhimu sana ya ushirikishaji wa watumishi katika masuala yote muhimu ya wizara hii, na itasaidia kupunguza malalamiko na itaongeza tija pamoja na ufanisi. Hata kama kuna kitu ambacho hakipo kwenye taratibu nini, wacha tuzungumze halafu tuyaangalie mambo haya yamekaa vipi. Tuko pamoja yako mambo mengi, wakati mwingine hata yale ya kisosho nini, tuzungumze, tubadilishane mawazo. Wakati mwingine mtu amefiwa na mtu wa jirani nini, labda the law is silence, hii ni kusema labda ikitokea mtu kuna changamoto kama hiyo, what we can do, na vitu kama hivyo. Lakini mambo mengi yako covered na sheria, basi ni kuona tunazitumiaje kwa ufasaha. Lakini niwakumbushe kwamba mnayo haki ya kwenda likizo, ni haki yenu. Wakati ukifika, sisi Watanzania wako milioni 64. Ukienda ukiaga, lazima kuna mtu atafanya nini? Atakava. Cha msingi pale tusiache vacuum. Ruksa kwenda likizo. Kuhusiana na kupandishwa vyeo, lazima tuzingatie watu wapandishwe vyeo. Lakini kuna haki ya kukumbushana, tusifanye kama malalamiko. Ni kukumbusha tu, naomba kukumbushia kupandishwa cheo, si ndio? Kwa sababu dude letu ni kubwa, na kama tulivyoona takwimu, tuna watumishi wasiopungua 500, you see. Kwa hiyo majalada yako mengi, lakini kwenda likizo au kama una emergency, kuna taratibu, standing order inatuongoza, ruksa kupumzika. Unajua unapopumzika, mwili ukirelax, unapata nguvu zaidi na lifespan inaongezeka. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, nina imani kwamba hoja zote zitapatiwa ufafanuzi mwafaka katika kikao hiki na nyingine kutolewa maamuzi. Ni kwa misingi hiyo ninasisitiza kuwa ushirikishwaji huu wa watumishi katika maamuzi ya kiutendaji ni sharti ulenge kwenye kumwezesha kila mmoja wetu kutimiza wajibu wake ipasavyo mahali pa kazi. Vile vile ninyi kama wawakilishi na watumishi na viongozi, kwa kweli mnatakiwa wakati wote kuwakumbusha watumishi wenzetu kutimiza majukumu na wajibu wao katika kazi, kwa kuwa haki huenda na wajibu. Hivyo wakati wote watambue kwamba wanao wajibu wa kutimiza majukumu yao katika nafasi zao kwa ufanisi mkubwa na kwa wakati, ili kuwezesha wizara kutimiza malengo yake. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, kipekee kabisa naomba nikupongeze naibu katibu mkuu maliasili na utalii, katibu mkuu, lakini kipekee kabisa ni Mheshimiwa Rais wetu mwenye maono makubwa kabisa, ambaye ametuletea filamu ya Tanzania The Royal Tour, ametupa 4R, na sasa amesema twende kwenye retention.
huku tunahitaji retention. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pia nipongeze wakuu wa taasisi chini ya wizara na watendaji wote, na nasubiri mabaraza ya wafanyakazi katika taasisi hizo wapange nikafungue. Na wapongeza kwa mafanikio mbalimbali ambayo yamezidi kuipaisha wizara na nchi yetu ndani na nje ya nchi ya mipaka ya Tanzania, na kupata mafanikio mengi ambayo haya mafanikio lazima tuendelee kuyahubiri. Mapato ya sekta yamefikia bilioni 3.9. Hizi ni success, good stories. Watalii wamefika milioni 5.3. Mchango wa wizara, pato la GDP asilimia 21, ilikuwa 17, sasa 21. Fedha za kigeni asilimia 25. Tunaenda kwenye mchango wa fedha za kigeni, sasa naambiwa ni asilimia 30.9. Utalii 25 na misitu asilimia 5.9, na kuifanya wizara kuwa namba 1 nchini kwa kuleta fedha za nje. Kwa kweli makofi mengi. Tanzania kutoa tuzo zisizopungua 7 za utalii, ikiwemo eneo linaloongoza kwa utalii wa safari duniani. Ukitaka kwenda destination ya safari, Tanzania tunasema world's leading destination, eneo linalovutia zaidi kiutalii Afrika, Africa's leading destination 2024. Kuna tuzo ya kivutio bora cha utalii, African leading tourism attraction 2024. Wenzetu wengine utalii wao wanaweka madoli. Kuna sehemu tuliona unakuta nyati wameweka doli la nyati. Watu watafika, watoto doli la nyati. Lakini sisi nyati unamkuta kule na watoto wake na wajukuu wake na wakazini wake wa binamu. Solidarity. Hapo ukienda huko unakuta kuna sehemu tulienda huko unakuta waterfalls, lakini sikio wamejenga afu wanashusha maji, mnaita fountain. Ile wanashusha maji. Ndio waterfall. Unasema mbona si kule Mpanga Kipengere yako ya ukweli kabisa. Yaani vivutio wao wanaweka tu ngazi afu maji yanashuka. Yaani watu wanaenda wanashangaa. Unasema kwa kweli Tanzania hakika tuko mbali. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Lakini Tanzania tunaendelea kuwa mwenyeji wa mkutano wa Pimonje 2027, na Tanzania kuwa mwenyeji wa jukwaa la kitaifa la utalii wa vyakula. Jamani, please save the date, tarehe 23 hadi 25. Wenzetu wengine mko Arusha, tushirikiane, mpewe majukumu. Ndio kikao hiki, watu wapewe majukumu. Na kutakuwa na siku tarehe 22 tunafunga barabara, watu wanaenda kutesti vyakula, si ndio? Sasa sisi ndio pale lazima tuwe mstari wa mbele. Watu wapewe majukumu. Huyu jukumu kuhesabia watu, sensa walifika wangapi. Huyu jukumu, watu wapewe majukumu. Hiki ndio kikosi kazi, ndio kamati hii. Sio utalii wa vyakula watu mnaangalia tu kwenye TV wakati ni wizara yako. Lazima kusogea, tupeane wajibu. Tuna kazi nyingi. Solidarity. Solidarity. Wakuu wote wa taasisi, wenye viti wote wa board, nataka twende kama sekta. Sio jambo la huku unasema hilo la kwao, hili la wote kama wizara twende. Kwa hiyo 23, 25 save the date April, ambalo linatarajia kuwakutanisha wadau wasiopungua 300, lakini na sisi wenyewe tutakuwemo, na watumishi wa serikali na wataalamu wa vyakula. Lakini pia ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, haya yote yamewezekana kutokana na uongozi mahiri kabisa wa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu watu wengi wangependa kuhost mkutano kama huu wa vyakula ambao ni international. Tunashirikiana na UN, WTO, lakini kuna nchi nyingine haina amani, haina utulivu, watu kwenda wanaogopa. Ukitaka kutoka nje kutembea wanakuambia at your own risk. Kwa hiyo sisi ni amani, ni utulivu. Rais wetu ametuletea filamu Tanzania the Royal Tour, Amazing Tanzania. Tumeruhusiwa, TDL tunayo, na mambo mengine mengi makubwa yanaendelea. Mheshimiwa Rais, hoye! Solidarity. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, pamoja na mafanikio hayo, naomba mniruhusu nitumie muda mfupi kabisa kusisitiza mambo muhimu yanayopaswa 66 hadi 71 ya ilani ya Chama cha Mapinduzi 2020. Baraza la wafanyakazi lijielekeze katika kujadili
kuishauri management ya Wizara ya Maliasili na Utalii kuhusu masuala yafuatayo. Tumekubaliana kuongeza na kukuza wigo wa bidhaa za mazao ya utalii ili kufikia watalii milioni 5 mwaka 2025 na kuongeza mapato kutoka dola za Kimarekani bilioni 2.6 hadi kufika dola za Marekani almost bilioni 6, lakini sasa tumefikia 3.9. Hili la watalii tayari tumeshafanikisha milioni 5.3. Tunatarajia lengo la kufikia mapato ya bilioni 6 litafikiwa ifikapo mwisho wa kipindi ambacho tumepewa. Na moja ya njia ambazo zinapaswa kutumiwa na wizara kufikia azma hiyo ni pamoja na kuimarisha utalii wa uwindaji wa wanyamapori, kukuza utalii wa mikutano, MICE tourism, na kuendeleza utalii wa fukwe, kuimarisha ukusanyaji mapato. Lakini naomba kila idara, iwe ni doa, iwe ni misitu, tuendelee kuangalia products zingine kuongeza bidhaa za utalii. Nimeona watu wa misitu sasa wamekuja na kanuni inaitwa eco tourism, utalii wa ekolojia. Watu wanaweza kwenda kufanya mashindano ya magari, mnaita horse riding, au nini ile gari inapita juu, ile hata Mount Kilimanjaro wanataka kuweka, cable cars. Kuna ubunifu mwingi sana katika misitu, hiking kama unapopanda huko mlima Kilimanjaro, lakini huko pembezoni. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kutosha. Kwa hiyo kila idara ihakikishe inabuni, wanafanya analysis na kuona tunaweza tukaongeza nini. Lakini kuendelea kuimarisha usimamizi, ulinzi na uhifadhi wa maliasili kwa faida ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ili kufika azma hiyo, wizara inapaswa kuendelea kujenga uwezo wa wadau katika kusimamia rasilimali za wanyamapori, misitu na nyuki, kuendelea kudhibiti ujangili wa wanyamapori na mazao ya misitu na nyuki, kuhamasisha wananchi kuanzisha ranch, mashamba na bustani za wanyamapori. Hapa nitaomba takwimu NKM. Hivi sasa tuna mashamba mangapi? Hivi sasa tuna ranch ngapi? Tuna bustani ngapi? Na tufanyaje kuendelea kuongeza takwimu, kwa sababu wakati mwingine watu hawajui rights zao, kumbe wana right. Kwa hiyo unaweza kukuta mashamba, bustani hizi zimejikita mikoa fulani tu, Arusha, Moshi, lakini tuna mikoa 26. Hata ikibidi kwenda kutoa elimu, kuanzisha ranchi, nyanda za juu kusini tunafungua utalii kusini, lakini pia kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia uwekezaji katika sekta hii. Sasa hapa pia ninaomba tuanze kujadili kuhusu kulinda misitu yetu kwa njia ya teknolojia. Ndugu zangu, rangers wetu wanapoenda kukabiliana na majangili, wakati mwingine tunapeleka rangers 5. Majangili wanakuwa wana vifaa, organized crime. Kwa hiyo rangers wetu wanaumizwa. Kwa hiyo wakati umefika wa kulinda kwa kutumia teknolojia. Tuwe na drones, tuwe na CCTV camera, kiasi kwamba wanapoingia katika pori, game controlled area, wanapoingia katika reserve, katika national park, unakuwa unamuona kwenye kompyuta, na ukiwaona tayari unajua nipeleke enough force kiasi gani. NKM, maliasili wa Kuliamba, watu wa polisi wanajua. Kwa hiyo hivyo itasaidia sana askari wetu kukabiliana nao. Na sisi tutumie vifaa gani? Je, tuombe helikopta ya jeshi? Tutumie ndege? Unaona wale watu walioingia pale na zile ng'ombe, pale tunahitaji enough labor force. Sasa tuache kulinda kwa kutumia manually. Lazima tuanze kulinda hifadhi hizi za Watanzania milioni 64 kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kama ni tembo wanatoka, tuanze kufunga kola. Lakini wakati umefika kupunguza idadi ya injury kutokana na changamoto ya wanyama wakali. Wakati umefika kupunguza idadi ya death
kutokana na wanyama wakali. Tunashindwa kuvumilia kuona injury, permanent, temporary, majeraha kutokana na mtu ameumizwa na wanyama, lakini death pia. Hilo ni eneo ambalo naomba sana wahusika, taasisi, DW, naomba nitoe siku chache kabisa, takriban 7, niletee comprehensive report kabla ya kwenda kudefend budget yetu bungeni. Tunafanya nini kukabiliana na kuwalinda Watanzania? Pamoja na hili nimesema na nitasema, ajenda ya wanyama wakali wanapotoka inapaswa kuwa ni ajenda ya serikali ya vijiji vyetu. Inapaswa kuwa ni ajenda za halmashauri zetu. Tunazo halmashauri zilizopungua 130. Tunazo wizara zilizopungua 130. Vijiji, hasa vijiji vikijadili, mwisho wanakuwa wanajua kabisa katika ukanda huu mwezi wa 3 wa 6 huwa tembo wanapita, ni corridor. Na rais wanakijiji kusema jamani, upande huu watu wasiweke makazi, wasiweke mashamba, tutumie kama WMA. Wananchi wakae upande huu. Kwa sababu ukikaa huko tu mwisho utasema kifuta jasho, kifuta machozi. Hasa hii agenda ikijadiliwa na serikali za vijiji, na naomba tena mniandalie barua ile nzuri kabisa ya TAMISEMI. Nakumbuka nilishaandika lakini nitarudia tena. Ajenda ya wanyama wakali. Hatusemi wao wakafukuze wanyama. Hatusemi wao waende wakalinde wanyama. Hilo ni jukumu letu kama wizara. Lakini tunapojadiliana, kama kuna sehemu, kuna mto Ruaha, kuna ziwa Tanganyika, mamba wanaumiza watu, ni rais halmashauri, ni rais kijiji kusema hapa tuvute bomba liwe pembeni, watoto wasisogee pale, wamama wasisogee pale kufua. Ni rais halmashauri katika mapato ambayo tunarudisha ya WMA kutenga kwa ajili ya vizimba, wakajenga vizimba, watu wetu wakawa salama. Ndugu zangu, hii ni ajenda ya taasisi za local government na sisi wizara tujadili pamoja. Kwa hiyo lazima tupeleke hii information wakati wote. Halmashauri kuna kamati za madiwani, wana kamati ya mazingira, kwa sababu kuna mahala tulikwenda tembo walikuwa wanasumbua, lakini hilo eneo wananchi wameambiwa walime korosho. Kwenye tickets ni miti ambayo tembo wanapenda, wakasema hapo wananchi limeni korosho, tunatoa na elimu wanalima korosho. Kumbe hapo DGO anajua kabisa hii ni corridor. Afisa kilimo anasema walime korosho, DGO anasema hii ni, sasa mifumo isiposomana. Lakini ikisomana, DGO katika halmashauri atasema upande huu haushauriwi kilimo, ni mapito au mazalia ya wanyama fulani. Solidarity. Ndio. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo lazima tukumbushane. Tumesema usimamizi, ulinzi wa hifadhi za maliasili kwa faida ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Tumerithishwa, hasa ulinzi huu ndugu zangu, we have to change, ndio reform. Sasa tulinde kwa kutumia teknolojia, whether it is drone, whether it is camera, darubini za kuona mbali. Maeneo yetu ni makubwa na hatuwezi kusacrifice rangers wetu waende eneo ambayo hujui nguvu ya wale majangili ambao wako pale, hujui vitendea kazi wale majangili ambao wamefika, wamejificha kutoka ndani na nje, wameweka kambi, na tunasema haya askari mwende kudhibiti. Lazima tutumie teknolojia, vitendea kazi. Solidarity. Kwa hiyo natarajia ili jambo liwe discussed vizuri.
uko katika idara. Lakini kuendelea, eneo lingine kusimamia, kuendeleza na kulinda mali kale kwa manufaa ya taifa. Ili kufikia azma hiyo, tunapaswa kuendelea kuboresha usimamizi, matumizi na uhifadhi wa maeneo ya mali kale na urithi wa utamaduni. Nimpongeze DOA, kuna kule kwenye nyayo za Laitoli naona tunaendelea kudocument properly, lakini na maeneo mengine nimeona DT mmetengeneza list kutambua vivutio kila mkoa. Sasa tuvigazette, tuvitambue, tuvilinde na iwe ni maeneo ya utalii. Kuimarisha miundombinu wezeshi ya utalii katika maeneo ya mali kale, kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia uwekezaji katika sekta ya mali kale na kuhamasisha kufanyika kwa matamasha ya utamaduni. Na jana tulikuwa tuna discuss pale Swaga, tunaposema kutambua maeneo ya mali kale, tushirikishe private sector as much as we can. Ukienda nchi za nje, pale pengine wanakwambia kuna city bus viewing. Mnajua ile city bus inazunguka inakuonyesha eneo moja kwenda eneo lingine. Tufungue milango. Mimi nataka hata kesho tuweke ruksa press Watanzania wawe na mabasi wazunguke. Kama hapa Dodoma mfano, wanakuja watu wengi kutoka Dar es Salaam, ana kikao na sisi mawaziri asubuhi, anasubiri ndege yake ya usiku saa 2. Hasa hapa katikati anakaa anafanya nini? Kwa hiyo kunakuwa na city bus. City bus inakuwa on na private sector, anampeleka UDOM, anampeleka Mtumba, anampeleka soko la Ndugai, anapeleka mnadani ya Machoma, usiku anachukua ameshatuachia maokoto. Maokoto. Si ndio bwana? Sisi tunamsubiri getini tu pale. Kama anaenda Mkungunero, huku kingine anaangalia. Tunapata mafuta, chakula, TRA tunapata, uchumi unaongezeka. Solidarity. Solidarity. Mambo si ndio hayo jamani? Yaani watu wangu wanaangamia. Sisi hatuko kwenye fungu hilo. Sisi tuna maarifa, si ndio Sisi maarifa tunayo. Kwa hiyo hilo fungu sio letu. Sisi tuna maarifa mengi. Kwa hiyo nataka watu wanakuja wizarani, katibu mkuu tunaomba watu 2 watupe elimu, tour guide, una wataalamu wa utalii. Tunasema nenda bwana wewe mtaalamu, nenda wape elimu. Eneo hili lilianzishwa mwaka fulani, kama vile tunavyofanya kwenye simba. Huyu simba ndevu zake ukiona nyembamba ndio jike, ukiona nene ndio dume, ukiona hivi. Tunapotoa elimu. Kwa hiyo na huku nako tunaendelea kutoa elimu. Hapa kuna machifu Dodoma. Sasa sisi ndio watalii wenyewe. Sio utalii tu Arusha, hapa Dodoma. Halafu siku hiyo waziri ndio naanza mimi kuzindua. Natembea mimi mwenyewe na watumishi tunapanda. Wale wataalamu wa clip wanachukua, akina Happy ana rekodi, anarushia wananchi huko. Waziri azindua city bus, viewing city bus Dodoma. Hapo ni private sector anakuja na mafuta. Yaani kama Uber mwenye gari ya kwake, wewe unatengeneza app tu. Anayetaka anaunga, wanakulipa maokoto yako. Umemaliza. Si ndio? Huko umerelax. Si ndio ili la city bus jamani, nimezungumza sana. Basi mnifurahishe. Solidarity. Hii mambo ya kusema tukanunue basi, baadaye mtasema unajua ile basi iko wapi Tamesa? Sijui nani ilipata pancha tairi moja, tunasubiri procurement na karibia inatoka kule kwa DPP. Tulete private sector kesho vianze kwa mfano. Wakati mwingine tuna mikutano mikubwa sana hapa Dodoma, iko ya serikali, iko vya vyama mbalimbali. Fikiri yale mabasi yote yanafanya city bus viewing, wana view hapo, wana view msafara kabisa. Simliona hapo mtu unapata maokoto, mji unachangamka, unachangamka. Kwa hiyo jambo liende haraka. Ndugu mwenyekiti na wajumbe, jamani, nafungua sio mada. Ili kufikia malengo hayo niliyoyataja na mengine kama yalivyoainishwa katika ilani, napenda kutoa rai
kwa viongozi na watumishi wote wizara kusoma kwa kina na kuchambua ahadi zote zilizoainishwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 ili kupata uelewa na kutafuta namna bora ya kutekeleza ahadi hizo. Aidha, napenda kuwasisitiza watumishi wote wa wizara kuendelea kuwa wabunifu katika kutekeleza majukumu yetu ili kuweza kukuza na kuendeleza sekta ya maliasili na utalii kwa manufaa ya taifa letu. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, napenda nimalizie kwa kusema kuwa ninaamini sote mtanufaika na hoja na michango ya mawazo itakayotolewa katika majadiliano ya kikao hiki cha leo, na tutakiane kila laheri na maandalizi ya bajeti yetu tarehe 19 mwezi wa 5, save the date, kwa wale ambao tutakuja mjengoni, lakini wengine tutakuwa tunaangalia kwenye TV. Na pia namshukuru sana naibu waziri wetu Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Danstan Kitandula, ambaye amekuwa akifanya kazi kubwa nzuri bungeni na hata kutujibia maswali. Pia ninaamini kuwa wajumbe mtakuwa mabalozi wazuri kabisa wa idara na vitengo mnavyowakilisha, na mtatoa vyema feedback, mrejesho kwa wenzenu waliobaki ofisini. Hali hiyo itachangia ufanisi katika kazi na uboreshaji wa maslahi kwa watumishi wote tunakoenda, na hoja zitakazowasilishwa na kujadiliwa katika kikao hiki zipate ufafanuzi.